Welcome back to this amazing YouTube channel, your number one for TV series prediction analysis and recaps. Now, our today's video goes to Zari episode 89. Welcome. Episode ya leo tunaianzia pale kwa Lola na Bien. Wako kwa nyumba and Lola is very much stressed. So Bien ana realize ni kama wife wake ako na stress mingi, na ikiendelea hivyo Frida atajua kuna kitu inasumbua nani, inasumbua mamake. So Bien being the wise guy here akapea tu fruits Frida aende ape mamake. Mamake akitaka kukataa, Bien akamfinyia macho akamwambia we chukua hizo fruits ukule. And Lola was so happy, akachangamka cause you know Frida ni dawa ya roho kwake. So wakikaka tu kidogo, Susan showed up. Wakamuuliza ametoka wapi. Susan was like hapo anataka Bien hajue ni nini inaendelea. Kumbe hii time ndio Bien pia alipigiwa simu na Dylan. Wakaenda kukonfrontiana huko juu ya kuiba mtoto wa Nina. So after Bien ameenda, Susan akaambia Lola kila kitu yenye imefanyika. That alienda kwa commercial akapiga Linda, and Lola was like, wewe Mathe, unajua huyo ni mama ya my husband, how could you do that? Yani wewe hizo vituko zako wezi acha, kila siku tu ni noma, kila siku tu ni nuks. Sasa umeenda umepiga mother-in-law, so what? Sana akamwambia, my daughter, listen very well, I'm not going to stop. Huyu mwanamke ametufanyia maovu mingi sana, sitamwacha, lazima learn her lesson. Sana akasema she's not going to give up anytime soon. Wakiendelea kuargue, Rispa akawa visit. Rispa akamuuliza, unajua Kamal alienda akaambia Skylar about the divorce, na sasa Skylar ashakuwa na kichwa, ako kwa mental hospital. She was very sorry. But sasa ni nani akamwambia, wewe you don't have to be sad, you don't have to be guilty, you don't have to blame yourself for this girl. Unajua mamake pia anakuanga mwenda wazimu, umesahau hiyo? Halafu nimesikia kwa hiyo familia karibu watu 20 wako na the same problem, na hiyo inakuanga ni ugonjwa ya matajiri. Akauliza Rispa, surely hapa ghetto ushaisikia mama yoyote amerukwa na kichwa juu ya kuachwa na bwanake? Hiyo ni ugonjwa ya matajiri bana. So hii kitu isikupe stress. So Rispa akamwambia mamake, you know what, Kamal ametuinvite kwa dinner leo, naomba uende na mimi. And Susan was like, no, I can't go with you right now, niko na vitu mingi sana za kuhandle, we are going through a lot, na siwezi acha Lola peke yake. Rispa akajam. Kamuliza, wewe mom, kila siku wewe ni kusema tu Lola, Lola, Lola. Every time I tell you something ni Lola, Lola, Lola. You don't care about me. So Lola alikuwa kitchen, alikuwa shawa excuse waongee mambo yao. Alikuwa anawachungulia tu, anasikiza chenye wanasema. Lola akakuja kauliza, mmeniita? Cause kila time nasikia tu Lola, Lola. Kwani mnajaribu kukram jina langu? And Lola was like, auntie, it's okay, just go with her. And that's how Rispa and Susan walienda kumit Kamal wapange story ya their marriage. Let's go back to a beautiful girl, Nina, the latest mom in the city. Now, Nina alikuwa pale kwa nyumba yake and she was very very much hungry. Alikuwa hapo na babake Dylan. So then there is a part that Jiffy Pictures skipped and it was very awkward. Wakati Dylan alikuja kwa Nina wakaongeleshana, then akakasirika, akatoka nje, akaonekana akiingia kwa nyumba fulani, then akarudi tena. There's a big part they skipped up in between, because hapo kuna ile part ya yenye Dylan alikasirika akatoka nje, then Ashley akaenda akambembeleza ndio akarudi ndani. So yeye kutoka nje kwenda nowhere then kurudi, it was very awkward. So that part
they skipped, and this is the continuation of the same. So wakati alirudi, Nina was very much worried about her daughter Frida. Na Dylan akampromise, my dear girl, I'll make sure that you get back your daughter. But you know what, baby girl? This is not the right time to break up with your husband. You need to go back to Luanda, because each time mnafaa kuwa pamoja for you to win this battle. So Nina took her father's advice positively, and then she packed her things and pale kwa Luanda. Now, Ashley was like, oh, Mr. Dylan, you are a very good dad. I like the way you are handling your daughter. And Mr. Dylan was like, no, kama mimi ningekuwa baba mzuri, hizi vitu zote zimefanyika zinge happen. Actually, here, wewe ndio mtu mzuri. Thank God that Nina has a friend like you. So, Nina went back to Luanda's house. Night time, Luanda alikuwa hapo na ule boring. Nilisikia mnamuita Coca-Cola. Coca-Cola alikuwa anajaribu kubembeleza Luanda akimwambia vile watakuwa happy after kupata mtoto wao, bla bla bla. Ndio Nina akabisha, and Coca-Cola akaanza kutense like wamenikujia tena. So Luanda went and opened the door, and guess who was at the door? It was beautiful Nina. She is back officially. She's back to Luanda's house, and she was like, Luanda, I'm very sorry the way I talked to you this morning. And Luanda kamwambia, you don't have to worry. As long as we are back, we are going to start again. We are going to start our life together. We are going to get our daughter back, and we will live happily together. And believe me or not, I'm going to make sure that we have our beautiful daughter back with us, and then we will live together happily forever. So guys, we are waiting to see whether Luanda's words will come true, because we know how much these two have struggled in their relationship. Actually, they live like, I don't know, ni watu wanapendana, but they fight a lot. Back to Kamal. Kamal alikuwa pale kwa hoteli yake akingojea mother-in-law na future wife stock ex-wife. You know, Rispa ni ex-wife wa Kamal na sasa anataka kumuoa tena. That sounds funny. It sounds ridiculous. Of course. So, kumbe kuna wageni walikuwa wamemvisit. Na ni kama alikuwa amewaambia he is expecting the mother-in-law. And guess who are these visitors? Unakumbuka wale creditors wenye walipea Dylan pesa alafu akakosa kurudisha. Then wakati walikuwa naenda kuua Dylan, Kenan akawapigia akawaambia, muachane na Mr. Dylan. Deni yake ni deni yangu. Umrudishe home bila kumuumiza. Otherwise, very soon I'll be free. Na kama mtamuumiza, I'm coming back to deal with you. Wanaongelesha Kamal. Wanamwambia Kamal, tunajua wewe na Kenan mko enemies. You are not moving along nowadays. And I want you to move to our side. I want us to start working together. So, wakiendelea na discussion yao, mother-in-law na Rispa wakafika. So, they had to leave. Na wakaambia Kamal, think about it. Think about what I've just told you. So, au majamaa wanataka Kamal akuje on their side, ndio maybe waende kufight nani? Kufight Kenan. Kumbuka alisema atawarudishia do, na hiyo do I'm sure Kenan hajai warudishia hiyo do. That's why they are looking for Kamal. So, mother-in-law na future wife wanakuja, wanakaa, and Kamal is very happy. Anawaintroduce, anawaambia, you know what guys, this is one of my hotels. I have so many hotels around, and in future I'm going to open more hotels. Like kakiburi kako hapa. And remember, this guy used to work for Kenan. He was nothing when he met Kenan. And initially Kamal was a very nice guy, very humble. But wakati alipatana na Kenan,
akashika pesa, akakuwa na kiburi, akafungua mahoteli. Now he is here. And this is also the same Kamal mwenye Susan alikuwa anamchukia kama umbwa. Unakumbuka wakati alikuwa na date Rispa wakiwa pale wakiwa pale ghetto. Hata wale walikuwa wameoana. After Susan kujua ati Rispa ni mtoto wake, Kamal alikuwa anatreatiwa kama dogi. Susan alikuwa anamchukia simply because he was very broke. He had no money. Hata kuna siku Kamal alienda akawalipia bill kwa hoteli na akawarushia do. Akawaambia kama ni do inafanya Rispa, asinikubali. I'm going to get that money. I'm going to look for that money. And I think the same reason why Kamal amekuwa kitafuta hii do hivi ni juu anataka Rispa. So now that Kamal is now rich, he has money, now Susan anaona anaweza qualify kukuwa son-in-law, and that's why they are here today to discuss about their marriage with Rispa. And Susan is like, where siku itafika lini? Hii harusi itakuwa lini? So wakiendelea na conversation yao, kuambiwa vile Kamal atawasaidia, vile watawatoa ghetto. Hakuna siku wataitisha msaada kwa mtu mwingine. You will always be there to fight for them, support them. Wanasikia watu wanapiga kelele huko nje. And Kamal anaambia security guards, Mr. Ki, any interruptions, make sure that nobody interrupts this meeting. Hao ni security guards wamepewa warning. But huko nje commotion ni mingi, watu wanapiga nduru. And Kamal is like, what's happening? Anaamka anaenda kuangalia. Akitoka tu hivi anapatana na former boss, Mr. Kenan himself. Amekuja na nani? Na bei wake. Amekuja na Daisy. Wakuja wakapata Susan. Tena akauliza Linda, Madam, kwani kichapo yenye nilikupea haikukuwa enough? So Linda was like, no, hiyo kichapo haikukuwa enough. It was not enough. But unakumbuka kama mliwatch Dharia jana, wakati Linda alienda kwa Kenan, si Linda alichocha Kenan. Akamwambia hata Susan alisema wewe utoshi boga, wewe si kitu, wewe ni mnyonge, wewe si ule Kenan wa kitambo. Like Linda, I like the way she played that part. She doesn't disappoint. So now Kenan juu amejaa pressure, ameleta Linda hapa, and they are coming to take their revenge. Kamala kauliza ni nini inaendelea? Kenan akamwambia relax. Because aliona kama Linda alikuwa na marks za kuchapwa. Kenan akamwambia you learn about it soon, so don't worry. So Kenan signaled his men. Kawambia, this is the betrayer, this is the traitor, pointing at Kamal. Kenan akamwambia Kamal, surely mimi nilikupenda. I loved you like my own kid. Nikakupea pesa, ukafungua mabiashara. I trusted you. I respected you. But what did you do? You betrayed me. Paka nilikuwa nataka kukupea the power of Anthony, and you betrayed me. You also betrayed my own daughter, Skylar. Now she is in mental hospital. All because of you. Because you wanted to marry this thing. Now it's your day to pay. So how ma hitmen wa Kenan wakapiga Kamal. Sahi Susan ameshikwa, hakuna kitu anaweza fanya. Kamal na yeye akachapwa akakanyagiwa chini. So it was Linda's turn to do her thing. Unajua sahi kumbe Linda bila Kenan haizi kitu. Jana alichapwa na hakuna hata slap aliekelea Susan. But leo ni time yake ya kutake revenge. So Kenan anamwambia it's your turn, Daisy. Go and do your thing. Anaenda anaangalia Susan hivi. Anamwambia, you know what? I know what it hurts most. Najua chenye kitakuumiza zaidi. Anageukia Rispa. Ndio sasa Kamala ako chini, Susan amekamatwa.
Si Linda anapea Rispa maslap. Anamwambia wewe, you are the reason mtoto wangu ako mental hospital, blah blah blah. You've damaged my family. Rispa alichapwa. Akachapwa. Sasa kama ile hapo chini anasikia aruke awachape, but he can't. He is grounded. The same to Susan. So hii kitu yote inapenia Rispa kama wanaangalia. And unajua kuna kitu mbaya kama we ni mwanaume and your girlfriend anachapwa na huwezi kusaidia. The same to a mother. Your kid is being mistreated or beaten and you can't do anything about it. Okay? So after that beating, Linda akambia Susan, now I'm sending you to that witch called Lola. Mwambie I'm coming for my son. I must save my son from you people. Then wakatoka wakaenda. And guess where was their next destination? Walienda mpaka ghetto. All this time walitangulia akina nani? Susan na Rispa. Because Susan alikuja home na Rispa. So kufika pale kwa Hagi, akarealize ni kama hapa kuna sherehe. Ni kama inaitangwa bridal shower. Ndio hiyo siku ndio wanapanga Hagi anajiprepare kwa harusi yake na Trevor. So Rispa akaenda akauliza Hagi, "Mom, what's happening? How come uko na wedding na huwezi niambia? Kwani mimi ndio nani wako? Na by the way, nani huyo anakuoa? Na mbona mnaoana haraka hivyo? What happened?" And Rispa was like, "Me, I'm going." Then Hagi akarealize ako kastana ni kama kako na marks za kuchapa. Kamuuliza, "What happened to you?" Rispa akamwambia, "It doesn't matter." Then akatoka. So Susan akitoka nje ndio anapatana na neighbor, akamwambia, "Mathe, uko kwako watu wamepigishwa nduru bana. Enda uangalie ni nini mbaya." So kumbe Kenan na Linda walikuja, akaacha Linda kwa gari. Linda akamwambia, "Usiambie hata Bien iko hapa." So wakaenda kwa Susan, wakaenda kuvuruga akina Bien na Lola. Wakatoa kila kitu yote nje, manguo zote nje, everything, na wakafunga hiyo nyumba. Do you know why they are doing this? Because now kuna campaign ya kusave. #save Bien from Lola. Kuna new mission ya kusave Bien kutoka kwa Lola. Si Kenan akambia Bien, "Nataka urudi kwa mansion. Uachane na hii maisha ya hapa ghetto. You are living a miserable life. Ona vile unakaa kwa hii kibanda, kwa hii kiosk. Nataka urudi kwa mansion." Bien alikasirika, akaeka Kenan slap. Magazi wakitaka kuingililia akamwambia, "No, this is my son." So Kenan akapea Lola like 1,000 because he had a lot of money but he took just 1,000. Akamwambia, "Juu naona uko na mtoto mdogo, wewe enda utafute mahali pa kulala with this money." So Lola took the money, looked at Kenan, akakunja hiyo do na akamgonga nayo. So wakawachanisha tu hapo nje, wamefukuzwa, kila kitu yote iko nje. Kenan akachukua funguo akapelekea nani? Linda. And Linda was very sorry. Akambia Kenan, "Mimi, I did not want it to happen like this. All I want to do is free my son from Lola and Susan. Because kijana yangu anapotea. Siku nataka vitu zifanyike hivi, but they pushed me. Sina choice. Lazima ni save my son." All this time, Mark alikuwa na watch hii sarakasi yote ikihappen, wakirushwa nje. Na Karo akakuja akiwachekelea, "Guess who is homeless now?" Mark akamwambia, "You, toka hapa." Karo sijui saa zingine unakuangaje. "Toka hapa. Uone hao watu wamefukuzwa na hata wako na mtoto mdogo na uko hapo unapayuka." Because hao walikuwa wamejump, pia Mark akaambiwa atoke hapo. Imagine kuvurushwa kwa nyumba and it's at night. Mko na mtoto mdogo. Hamna pesa, you have nowhere to go. I think this move was not good at all. Linda anajua tu vizuri
Lola ako na Frida, na Frida ni mtoto wa Nina, na anakuja anawavurusha, not minding where the kid will spend the night, because hii kitu inaweza affect health ya Frida cause ni mtoto mdogo. Nakumbuka she was not used to this kind of life. Alikuwa anakaa mansion, na sahi she's going through a lot because of the fights that are going on. Na kama Lola angekuwa anapenda mtoto vile anajifanya anampenda, angemwacha apitia mambo yote. Si angemrudisha tu kwa mamake alafu wasikizane vile watakuwa maybe wana take shift. Huyu akikaa na Lola, huyu akikaa na Frida leo, anaweza mchukua wiki nyingine wakae na yeye, ama maybe during the holidays hakuwe free kwenda kumtembelea. Things could have been better. But now imagine Nina ashajua mtoto ni wake, but bado wamekwamilia huyu mtoto. These people are really crazy. Lola, Bien and Susan, I think vichwa zao sio mzuri. Wanajua tu vizuri 100% huyu mtoto si wao. Na bado they are insisting saying that we are going to fight. Frida is our baby. Hakuna mtu atamchukua. This is our kid. Hata jana Nina alimuuliza, yani now you are happy bringing up a child that I gave birth to. How inhuman are you? How could you even look at my eyes and lie to me? Uliona nikihangaika, nikiteseka, nikimao mtoto wangu, alafu unajua hako hai. What kind of person are you? And now bado wanakwamilia huyu mtoto. Because I told you, Nina kupata mtoto si kazi. Kazi ni kuchukua huyu mtoto na kumfanya akubali ni mtoto wao. So the big task ahead ni kuchukua Frida. So that night Bien alienda akakisha moto, akakisha jiko, ndio at least familia yake ikuwe warm. Na si Lola ni kama alifika mahali akakasirika, akajama, akataka kutoroka. Akaambia Susan, we mama, wewe ndio umesababisha hii kitu yote. Wewe ni kama scorpion. Wewe ni mnyama. Because kitu yote tunapitia ni wewe. One day you are good, next time ni revenge. Kama ungeenda kupigana huko kwa mansion, atungekuwa tunapitia hizi mashida zote. This is all because of you. Huyu mtoto akingojekea hapa, what will happen? But from now, hi Lola Kabarage, I'll not pity anyone. I'll not have mercy on anyone. I'm just going to be that wicked girl, that evil girl. For Nina, for anyone who comes my way. Because now, I'm not going to let my daughter go, no matter what they do. So my good people, sahi ndio vita imeanza. Na kila episode from now henceforth, it's drama-packed series, drama-packed episodes. Because revenge, unaona? Linda alipigwa, wakaenda kupigana. So itakuwa ni revenge. You do this, I do this. Who will win at the end of the day? But we all know, at some point, Team Nina will take back our Frida. So we have to keep on fighting. Let's not give up at all. So my good people, that's all I have for now. And thank you for always coming back to watch my videos. I really appreciate. May God bless you and bless you more. Na kama bado huja subscribe kwa YouTube channel, tunaelekea 900 subscribers. And our aim ni kufika to at least 1000 subscribers. So kindly click on that subscription button and also the notification bell so that every time I upload a new episode, guys, you'll be the first one to be notified. Bye for now. Let's meet again in the next video.